Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwako mzima wa afya. Msikilizaji, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni mimi Omari Makelele Ozil. Katika taarifa zetu za habari tuanzie katika tarafa la Mwenga ni kwamba jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo wamefanikiwa kushika kijiji cha Mikenge, makao makuu ya sekta ya Itombwe, mchana wa siku ya Jumapili tarehe mosi Machi 2026 katika tarafa la Mwenga, jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yamejiri kisha mapambano makali yaliyojiri siku kadhaa kati ya wazalendo na jeshi la taifa FARDC wakikabiliana vikali dhidi ya waasi wa Twirwaneho Minembwe, Red Tabara wakishirikiana na M23 pamoja na AFC. Jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea na mapambano katika tarafa la Fizi na Mwenga ili kuhakikisha maeneo yote yanayoshikiliwa na waasi wa M23 yanaingia mikononi mwa jeshi la serikali na wazalendo. Mengi zaidi endelea kusikiliza Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Tujielekeze kule katika mji wa Baraka ni kwamba meya ya mji wa Baraka imeondoa kimya wake kutokana na swala la soko ndogo la Jeteme na kutaja hakuna eneo linalouzishwa ndani ya soko hiyo kwa wafanyabiashara. Malalamiko mengi yametolewa na malida wa mji wa Baraka kwa kupata mwangaza kuhusu eneo zinazotolewa kwa wafanyabiashara ndani ya soko la Jeteme. Kupitia swala hilo, uongozi wa mji wa Baraka umetoa mwangaza. Auguste Balongelwa ni mchunguzi kwenye kitengo cha fedha kwenye meya ya Baraka, aeleza yafuatayo. Tunapenda tueleweshe watu kama ile soko ya Jeteme ni soko ya serikali, sio soko ya kibinafsi kama El Shaddai pale ambapo tunaita Mezoskal, sio kama ile pale kwa soko ya Kolo, ni marché privé za watu. Mais ile Jeteme ni marché public de l'État na iko sous contrôle ya mairie ya Baraka. Watu wanasema kama wanaombewa pesa pale. Hizo habari tunasikia tukupitia marezo sosio. Ila hatujasikia mtu anakuja kwenye ofisi ya meya kuulizia kama kuna nini kinachoendelea. Habari kamili tunaweza sema kuhusu ile mambo ya Jeteme ni kwamba si unaona kama Jeteme iko najengewa. Jeteme iko najengewa na vice gouverneur wetu na saliwe initiative yake mvila Baraka. Maintenant tulipata sana ombi za wachuuzi wa soko ya Jeteme kupitia ofisi ya meya na kuomba meya agabulie watu manafasi mule za kuterekea. Wale wachuruzi wa soko ya Jeteme njoo walilomba hili. Mera bambia kitu tafaited, tuone kinaweza fanyika. Tukatuma watu wa urbanisme, watu wa habitat, y compris même mata representant moi wa membre ya conseil de sécurité. Bakaenda faire l'enquête réellement bakakuta ke mu Jeteme muko besoin. Msoko wa Jeteme mulikuwa besoin mbili. Besoin ya kwanza ni kuurbaniser, kunyorosha, kuadapter ile maetalage par rapport ya hii manje inatoka muangari zinajengewa. Ile ilikuwa besoin urgence ya kwanza. Besoin ya pili ilikuwa pale bachuruzi. Kuna mchuruzi utakuta iko na etalage 4 5 6 ye peke. Kisha anapangisha watu mule kiolela anatoza pesa kisha anapenda. Wakati balileta resultat zile enquête, tukakia décider qu'il faut tu faire commission conjointe ya équipe urbanisme, équipe habitat, mairie de Baraka na membre wa conseil de sécurité kwa ndani va procéder ku urbaniser ile soko juu. Unaona Jeteme ni parking ya kawambi sana Mbaraka. Mtu anatoka Misisi anaambiwa ukifika pale ku parking utaingia tu msoko unaemea. Sasa unafika Baraka, unafika pale ku parking ya Jeteme, bana kuingiza msoko ya Jeteme nakuta ni matope njoo na yala itaonekana sababu viongozi wa Baraka wajali soko ile. Njoo tukaona no, siribaze ile demande yao tu urbanize kwanza ile soko tuinyoroshe. Upande mwingine alipoulizwa kwa nini kuomba pesa kwa wachuuzi, Augustin Balongelwa ametoa jibu. Tukishenyorosha njoo tugabulie batu juu kuko demande ya mingi sana ya fasi mule mjeteme ba commerçant bale ba mule. Kisha bakatekate 1 mètre sur 30 de façon que bale ba commerçant badogo bote baene. Ile ni soko kabambi. Njoo yetu li procéder pale. Et maintenant ba mama baka apprécier bakaza gabuliana ile bolo mapare bebo akatakaza mule jua kujenga maetalage. Tukaba conditionner bajenge etalage semi moderne. Zile bolo basima. Anataka taka sima ulele mambao matopi na yala chini watu wanachezea michezo mule chini ya maetalage. Tukana ifo bajenge maetalage ya sima. Na njoo ukikuta pale unakuta biko na jenga mama hapana hata problem na ile yote inasemeka marezo sosio. Pesa 1050 hizo taarifa sina nazo kabisa. Juu sisi tunawaambia nini? Wanachangiza kidogo yenye itapermettre mairie ibajengee bumangare bwa yuru bakufichama wako jua. Na njoma tulibambia wanaweza changiza 30,000
25000 haisi dépasser zile francs. Je ne pense pas kama ina dépasser zile francs. Na iko obligatoire. Unapata kwanza fasi unajenga njoo unakuwa unachangiza ile kidogo kidogo paka siku merita lansema kazi ya kujenga maangare mkubale wa mama wa bunga na watu ya matomate pale. Meri haiwezi uzisha. Meri nafaa attribution. Tunatribuer mtu kafasi. Kisha anakuwa locataire wa meri. Chaque fin d'année, ile taxe tunaita utilisation temporaire du domaine public de l'État anakuwa nailipa régulièrement. Tunaweza sema peut-être balifanya arrangement yao na komite yao ya soko kule. Nous on ne sait pas. Ni batu biko ma association. Kama association nabaambia afanya hiki, banaanza sema ni mairie. Mairie hayafika kama mjeteme kuomba mtu wala mairie ayatribiwa ka ile bumafasi mwa ile soko hata siku moja. Ile tunafanya ka simple attribution. Mtu atireke quelque part bantu demande ziko mingi za bachuruzi kila atachukua mchuruzi baraka et maintenant tu maintenir vale ba baby ko tu pale bo peke na ideal meri lifanya tulianzia tulisema ke priorite kwanza ni bale baby ko msuko njoo bapate nafasi akuwe na franga asikuwe na franga apate kwanza fasi na ajenge etalage kisha atakianza lipa kumeri kidogo ile 30000 anamaliza. Sisi tunapenda bajenge mbio juu wakati gouverneur atakia fanya inauguration ile mangara akute soko yetu iko propre quand même. Besoin yetu ni ile soko ya jeteme ile matope itoke. Soko ikuwe urbanize ikuwe bien hata kama ni soko yenye iko semi moderne ya maetalaji yetu ya kawaida meionekane kama iko ni soko ya muvile. Ujumbe wangu wa mwisho kwa raia wote nawaambia kwamba soko ya jeteme hakuna kiko na uzishwa pale. Pale tunapana nafasi kwa wale wachuruzi wenyewe wanakutaniwa msoko ya jeteme. Na njoo maana mairie haikulanse communiquer kubatu baende uza fasi. Juu tuko napatia bale bachuruzi bana mule ndani, omwe kila mtu akona nafasi yake, anze terekea pale juu ya kumaliza ile mizozo yako mule msoko. Juu soko jeteme kuna mizozo ya mingi sana. Na katika habari za kimataifa kule Iran ni kwamba mashambulizi makali yanaendelea Mashariki Kati ambako nchi ya Marekani na Israel zimehapa kufikisha kikomo utawala wa Iran kwa kile wanachosema nchi hiyo ni tishio kwa amani ya kikanda na dunia nzima. Mengi zaidi na mpisha mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe. Kiongozi wa kiroho wa nchi ya Iran Ali Khamenei Ayatollah, mkuu wa majeshi Abdulrahim Musavi, waziri wa ulinzi Nadir Zadeh, kiongozi wa jeshi la mapinduzi Mohammed Pakpour na viongozi wengine wa nchi ya Iran wameripotiwa kuuawa nchini humo kufuatia mashambulizi makali ya mabomu yaliyoendeshwa na Marekani kwa ushirikiano na Israel mnamo Jumamosi hii ya tarehe 28 Februari mwaka 2026. Tangu mwaka 1979 wakati mapinduzi yaliyopelekea uongozi wa awama Ayatollah kuchukua madaraka nchini Iran, kumekuwa uadui wa paka na panya baina ya nchi hiyo na Israeli na nchi za magharibi ya Marekani. Sasa kwa miaka hii miwili ndipo uadui ule uliokuwa ukiendeshwa chini kwa chini uliweza kuonekana bayana baada ya tarehe 13 Juni mwaka jana Israeli kuendesha mashambulizi makubwa ya mabomu dhidi ya Iran kwa msaada wa Marekani. Mashambulizi ambayo yalilenga kuharibu vituo vya kurutubisha uranium kwa ajili ya kuzuia mipango ya Iran ya kutengeneza silaha za nyuklia kwa mujibu wa Tel Aviv. Kwa kujibu, Iran ilifanya mashambulizi ya mabomu dhidi ya Israel. Baadaye nchi hizo mbili ziliendelea na mashambulizi ya mara kwa mara kwa kutumia droni na makombora yakilenga majengo ya kijeshi pamoja na raia, vikaitwa vita vya siku 12. Mapema mwaka huu, Marekani ilitahadharisha Iran kuwa itashambuliwa vikali ikiwa haitakubali mazungumzo yanayolenga kusitisha mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia. Uongozi wa Iran ulikubali mazungumzo huku ikikanusha kuhusika na mpango wowote wa kutengeneza silaha ya nyuklia na kuarifu kuwa tayari kupambana na yeyote atakayejaribu kuvamia nchi yao. Jumamosi hii ya tarehe 28 Februari mwaka huu, vyombo vya habari viliandika mapema asubuhi mashambulizi ya kushtukiza ya mabomu yaliyoendeshwa katika operesheni ya ushirikiano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Muda mchache baadaye, Iran ilijibu mashambulizi hayo kwa kushambulia kambi mbalimbali za Marekani zipatikanazo kwenye nchi za Kiarabu jirani na Iran, ikiwemo Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordania na Falme za Umoja wa Kiarabu, huku bomu zingine zikilenga miji mbalimbali ya Israel ikiwemo Tel Aviv, Ramat Gan na Rishon LeZion. Mgogoro unaoendelea Iran ni moja ya migogoro hatari zaidi duniani kwa vile inaweka hatarini usalama wa ukanda wa Mashariki ya Kati na unadhihusisha nchi zenye nguvu duniani. Mpaka sasa hali ni tete, hakujawa matumaini yoyote ya usitishwaji mapigano kwa kuwa bado makabiliano yanaendelea baina ya maasimu licha ya kuwa washirika wakuu wa Iran ambayo ni Russia, China na Korea Kaskazini hawajaonesha nia yoyote ya kuingilia kijeshi makabiliano hayo, huku nchi kama vile Ufaransa na Uturuki zikiomba kutatuliwa kwa tofauti hii kupitia njia ya kidiplomasia. Mgogoro huu unaibuka kipindi hiki ambacho dunia inashuhudia migogoro mbalimbali, huku serikali ya Pakistan ikipambana na ile ya Afghanistan, Mexico na Haiti wakipambana vikali dhidi ya magenge ya dawa za kulevya
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa kati ya mgogoro na Rwanda kwa sababu za madini, Nigeria ikipigana vikali dhidi ya Boko Haram na waasi wengine wa kidini, Sudan ikiwa katika vita vya siku nyingi na wanamgambo wa FAR, China ikiwa katika mgogoro wa kutaka kuiungamanisha Taiwan kwa kinguvu, huku Thailand na Cambodia wakiwa katika tofauti zao za mipakani, na Korea Kaskazini ikiitishia kuishambulia Korea Kusini, India wakiangaliana kwa jicho la uadui na Pakistan. Migogoro yote hii kama ikuratibiwa vizuri na kuchunguzwa vizuri chini ya uongozi wa Baraza la Umoja wa Mataifa, huenda ikazua vita kali, na hakuna ajuaye, inaweza hata kuwa vita ya 3 ya dunia. Na kule Kinshasa ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ameteua kamati mpya itakayosimamia kampuni ya taifa husika na usimamizi wa miundombinu ya mafuta. Taarifa ya uteuzi wa kamati hiyo imesomwa naye Tina Salama, msemaji wa rais. Shukran. Kwa mujibu wa moja ya maagizo hayo, mkuu wa nchi alitangaza kuundwa kwa kamati ya usimamizi na shirika la taifa la kusimamia miundombinu ya mafuta hitwayo NJPRDC. Kwa mujibu wa agizo hilo, katika nafasi ya rais wa bodi ya mkurugenzi, Felix Tshisekedi amemteua Thierry Chitenga Kabuya, aliyewahi kuwa waziri wa mkoa wa mambo ya ndani na hivi karibuni waziri wa mkoa wa elimu katika jiji la Kinshasa. Nafasi ya mkurugenzi mkuu imekabidhiwa Bwana Richard Bea Ilunga na nafasi ya naibu mkurugenzi mkuu imepewa Willy Bombito Mbomba. Wajumbe wengine wanaounda kamati hiyo ya usimamizi ni pamoja naye Kevin Kumaf, Francis Bandubola, Didier Mpotili Ilunga, Alicia Sisi Masofila, Amisi Bushiri na Adelar Lulu Kibombo. Ikumbukwe kuwa tangu mwaka jana kulikuwa na mpango wa kumaliza mkataba wa upendeleo wa Finalogisa na kurejesha mali zake mikononi mwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operation hiyo ilipangwa kufikia tarehe 31 Desemba 2025, iliwasilishwa kupitia taarifa ya waziri wa hazina ya umma Jean-Lucien Busa Tongba katika kikao cha 15 cha baraza la mawaziri kilichofanyika Jumatatu 27 Septemba 2024 chini ya uongozi wa waziri mkuu Bijidite Suminwa. Mkataba huo ulihipa kampuni hiyo ardhi ya serikali kwa ajili ya kujenga miundombinu ya mafuta, ikiwemo mabomba mawili ya mafuta yenye urefu wa kilomita 332 kila moja kwa ajili ya kusafirisha bidhaa za mafuta katika vituo vya Matadi, Ango na Kinshasa Stanley Paul, pamoja na magala ya kuhifadhia mafuta yaliyojengwa katika vituo hivyo na kando ya mabomba hayo. Mwisho wa mchakato huo uliamuliwa kuanzishwa kwa shirika la taifa la kusimamia miundombinu ya mafuta NJPRDC. Kampuni hii ya umma ilianzishwa baada ya kurejeshwa kwa mali za mafuta zilikuwa zikisimamiwa chini ya mkataba wa muda mrefu. Finalogisa imepewa jukumu la kusimamia miundombinu ya mafuta ya taifa, kuhakikisha usalama wa nishati na kusaidia sera ya kitaifa ya usambazaji wa bidhaa za mafuta. Tumalizie na kule katika tarafa la Fizi ni kwamba vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi imeomba kwa serikali ya jimbo na ile ya Kinshasa kukarabati kwa haraka daraja la mto Mutambala lenye kuunganisha mji wa Baraka na sekta ya Mutambala ambalo liko katika hali mbaya kwa sasa. Akizungumza nasi Bwana Angale Isanganino Bwangyo, coordinator wa vuguvugu hilo machozi ya raia katika tarafa la Fizi, amesema kuwa hali ya daraja hilo ni mbaya na inaweza kuleta madhara, hasa kusababisha ajali kwa vyombo vya usafiri. Ndiyo ndugu mtangazaji, tuaja kutoa hali ya masikitiko makubwa sana yenye inajionyesha kwenye kilalo ya Mutambala. Kilalo ile ya Mutambala ina relie village ya Malinde na village ya Katanga mu sekter ya Mutambala mu territoire ya Fizi mu province ya Sud Kivu. Vraiment hali sio ya mzuri na kilalo ile vraiment haipermete tena magari kupita vizuri
vizuri, mamoto kupita vizuri, mabaskeli kupita vizuri. Vraiment ilishakuwa très dangereuse, na tunaomba kuwa député provincial national wetu wa territoire ya Fizi vraiment wafanya hatua kabambi ya kuonyesha serikali yetu koma ile kilalo inaweza ikakarabatiwa au ijengwe, kwa sababu ina perturbe vitu sana. Mtu atoke Uvira kwenda Misisi juu ya biashara, kwa sababu ya ile kilalo vraiment hakuna mamwaye ya magari kupita vizuri, na abake ayakoze maksida. Sisi kama shirika la raia vraiment tunaomba ku gouvernement central yetu au gouvernement provincial yetu iangalie, au gouvernement lokale yetu iangalie koma wanaweza rehabilite ile kilalo ya Mutambala ava ayatosha madhara, kwa sababu kisha tosha madhara njoo itakuwa sa jambo ya kushangaza sana. Ile ni ombi ambapo tunaoyaomba kama vile sisi shirika la raia vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi. Ndugu mtangazaji, hiyo tunaiomba paririshance sana, ile kilalo ipate kujengewa au ipate kukarabatiwa, ili biashara bikuwe binaendelea vizuri na watu bakuwe banapita kwenye kilalo ya Mtambala yenye itakuwa kuwa mzuri, magari zikuwe zinapita na usalama, mamoto ipite na usalama. Kwa tatizo ya ile kilalo kwa sasa gisi iko vraiment, hata mamoto inaweza kuwa mdanze wakati iko inapita pale. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako Omari Makelele Ozil.